Idara ya polisi imesema kuwa uchunguzi wa madai ya kifo cha mwendesha bodaboda Eric Otieno umechukuliwa na mamlaka ya kudhibiti utendakazi wa polisi IPOA. Idara ya polisi ilikuwa imeanza uchunguzi hapo awali kubaini mazingira ya kifo chake. Familia hata hivyo imelilia haki ikidai kuwa polisi walimzuilia jamaa wao licha ya kujua alihitaji huduma za afya. Yugen Nambeka sasa anaarifu. Daktari, Siku moja tu baada ya upasuaji wa mwili wa mwanabodaboda aliyefariki kutokana na kuvuja damu nyingi ndani ya mwili kwa kudaiwa kupigwa akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Muthaiga, sasa idara ya polisi imezungumzia suala hilo kwa mara ya kwanza. Katika barua kwa vyombo vya habari, idara ya polisi imesema kuwa ilipokea ripoti ya mauaji ya Eric na ilikuwa imefanya uchunguzi kubaini mazingira ya kifo chake. Hata hivyo, sasa idara hiyo imeeleza kuwa imeachia mamlaka ya kudhibiti utendakazi wa polisi shughuli ya kuchunguza kisa hicho. Mwanzo wa nukuu, idara ya polisi itashirikiana kikamilifu na IPOA kuhakikisha kuwa uchunguzi ni wa kina, wa haki na wa haraka. Huduma ya polisi inaomba umma kutulia na kuepuka uvumi na kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia polisi kubaini mazingira ya kifo chake. Mwisho wa nukuu. Familia hata hivyo awali ilikuwa imeibua madai makali ya polisi kutomruhusu ndugu yao kuachiliwa afikishwe hospitalini haraka kwa kukosekana kwa dhamana. So unapata, mimi nataka tu mtu asifiche mwenzake. Kama ni serikali ilikuwa inafanya mabaya kwa hiyo masaa, sio serikali iko na wakubwa wao. Wasifiche hao watu walifanya uhalifu. Sina day to justice kwa ubro yetu. Hivyo tu. Nikaambia OCS tuko na 3000 na kama ni kuongeza aje tupeleke rikosi kwanza, tukirudi tutamuongezea. Hata kama ilikuwa atakuwa na polisi huko OC ni sawa. OCS alikataa, akasema tutafute pesa. Haya sasa yanajiri, wanaharakati wakiweka shinikizo kwa IPOA na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kutoa rekodi za matukio ya kituo cha polisi cha Muthaiga pamoja na picha za CCTV kusaidia familia kupata ukweli. Yugen Nambeka, NTV.